kanisa, ukiwa unachukua Biblia yako ukiwa unafungua Biblia yako katika vitabu hivi, kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ile ya 16 mpaka 21, Zaburi ile ya 130 aya ya 1 mpaka ya 8, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 aya ya 17 mpaka ya 20. Ndio masomo tuliyopewa na kanisa siku ya leo, na neno linalozungumza nasi, yote yatazungumza na sisi, lakini neno kuu ni Yohana 3:16-21, na Mungu anazungumza nasi akisema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wazo kuu linalozungumza nasi linasema, tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Mwambie jirani yako, utazamie kwa furaha ujio wa Yesu Kristo. Mwambie, fanya maandalizi ya furaha kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma na ile Zaburi utaona Mungu anasema nini. Ukisoma na ile Wathesalonike utaona Mungu anazungumza nini. Masomo haya matatu yanatualika kutazamia kwa furaha na kuweka tumaini katika ujio wa Mwokozi. Katika Yohana 3:16 mpaka 21 tunauona upendo wa Mungu jinsi ulivyo mkubwa, na upendo huu wa Mungu ni upendo ambao una gharama ya kumtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya kuokoa ulimwengu na kuleta nuru kwa watu wote watakao muamini. Zaburi ya 130 aya 1 mpaka ya 8 inatuonyesha moyo wa mtu unaomlilia Mungu kwa unyenyekevu na tumaini ndani yake, na moyo huu ukingojea wokovu ambao Mungu ameuahidi kwa watu wake. Na utaona huyu mwombaji katika Zaburi anaanza alfajiri akimwambia Mungu, akimlilia Mungu. Na Mtume Paulo katika Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 2:17-20 anatukumbusha kwamba tukiwa na tumaini katika Kristo
tutaelekezwa kukutana na yeye, Yesu mwenyewe. Tutaelekezwa katika kukutana na Yesu katika majira na wakati ambao anakuja. Na tena Paulo anasema ndipo tutakapokuwa na furaha na ile taji ya utukufu tutapewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kutuambia nini? Kwamba masomo haya matatu katika majira haya ni wito kwa kila muumini kuandaa mazingira katika moyo, katika matendo na katika namna tunavyoenenda katika imani kwa Mungu aliye hai, ambaye yeye ndiye aliyetuumba. Tunapaswa kujiandaa, na maandalizi yapo na yanafanyika. Na hata leo tukienda kule kwenye nyumba zetu tutaweza kuona maandalizi kila mmoja anafanya. Wakati wengine wamekuwa wakitania kwenye mitandao huko, kwenye magazeti wanaweka vibonzo, wanyama wengine wanajificha, wengine wanakimbia, wengine wanajigodesha hawali ili waonekane wamekonda wasichinjwe. Lakini yote hayo ni maandalizi. Hata vile vituko tunavyoviona kwenye mitandao ni maandalizi kwamba yuko anayekuja, na huyu anayekuja anapokelewa kwa furaha, na wanaompokea kwa furaha ni wale wanaomwamini na kumkubali. Bwana Yesu asifiwe. Kama haumwamini na wala humkubali, ni wazi kwamba huu msimu wa majilio, kama inavyotamkwa, majilio ni ujio wa Kristo. Huu msimu wa majilio kwako utapita hivyo hivyo, na itafika mahali utaulizwa, utabaki kusema hivi kuna Christmas? Kwa sababu hakuna maandalizi na kwa sababu humjui. Ndio ngoja nikwambie, hata wale wasiomwamini wanafanya maandalizi tena makubwa kuliko hata sisi tunajiita tunamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wanafanya maandalizi, na utawaona hata siku hiyo na wao watakuwa sehemu ya ibada, sehemu ya kufurahi. Manake wanajua kwamba yupo Mwokozi anayekuja, na mimi lazima nikae humu ili anapookoa na mimi niwe nimeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, fanya maandalizi. Na maandalizi haya yataonekana kwa namna nyingi, ila maandalizi makuu ambayo Yesu anayozungumza, Mungu anayotaka tuyafanye, ni maandalizi ya mioyo yetu. Mioyo yetu iwe na furaha, mioyo yetu iwe na amani, mioyo yetu iwe na uhuru wa kumpokea Mwokozi, kwa maana yeye anakuja kutupa furaha ya uhakika. Na wala shetani hajawahi tupa furaha. Na hata Mungu anasema shetani siku zote yeye amekaa kupoteza. Ndio mkakati wake. Ndugu zangu, Mungu anatukumbusha leo jambo moja la msingi sana. Anapohitaji furaha, hahitaji kwa bahati mbaya. Na ndani ya huyu Yesu Kristo hakuna furaha tu, kuna vingi ambavyo maisha ya mwanadamu ndiyo anayoyatazamia. Tuanze hivi. Kwa hiyo unayeandika, maisha ya mwanadamu, maisha yako, maisha yangu, ili yawe maisha yenye maana, yanahitaji mambo matatu. Maisha ya mwanadamu ili yawe maisha yenye maana yanahitaji mambo matatu. Jambo la kwanza ni amani. Amani. Mungu anasema linda sana moyo wako
kuliko vyote ulivindavyo. Amani ya moyo. Amani. Mwanadamu yoyote aliyoumbwa na Mungu anaijua thamani ya amani na anaihitaji amani, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa amani. Yeye mwenyewe ameagiza amani kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo anapomtuma Yesu Kristo, anakusudia watu wake wapewe amani kama nguzo mojawapo ya kufanya maisha yake huyu mwanadamu yawe ya maana. Amani si tu kuwa nje ya vita ama masumbufu. Neno amani, utoshelevu, ukisoma kwenye lugha ya Biblia utaona imetoa tafsiri nyingi, na mojawapo ambayo natamani uondoke nayo leo ni utoshelevu. Ukiwa na utoshelevu, you will have peace of mind. Amani. Jambo la pili ambalo Mungu analizungumzia, ambalo ni muhimu katika maisha ya mwanadamu, ni uhuru. Will, the power of will. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Mungu anaonyesha kwamba mwanadamu ameumbwa akae katika mazingira ya uhuru. Ukimnyima uhuru mwanadamu, ukamnyima na amani, usitegemee huyu mwanadamu atakuwa yule ambaye tunamtarajia katika maisha yetu, katika jamii. Atakuwa kiumbe ambacho hauwezi hata kukielezea. Uhuru Mungu ameuweka tangu mwanzo wa uumbaji. Anapoumba mwanadamu, anamkabidhi bustani, anamweleza frankly kabisa, anamwambia matunda yote ya mti huu utaweza kula, lakini ukila mti wa katikati you will die. Angalia sentensi ya kwanza, matunda ya mti huu yote ya bustanini waweza kula, alafu anamwambia ila ukila wa katikati you will die. Kwani Mungu alishindwa kuondoa ule mti wa katikati bustanini? Aliweza kuondoa. Aliweza kuwekea fence. Angeamua angeweka fence. Lakini alimwachia mwanadamu uhuru wa kufanya maamuzi juu ya maisha yake. Kila mwanadamu anahitaji uhuru, na ukitaka ujue sasa hivi gusa simu ya mwenzako tu, utaujua uhuru. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo. Hata serikali zilijua, mamlaka zikajua. Privacy ni uhuru. Mtu anapotamka tu private, anasema private. Privacy tu sio privacy kitu cha kujificha, ni uhuru. Anahitaji uhuru. Ukisikia habari za yule nyoka anaitwa Koboko, wanamuita Koboko, sijui watu wa Tabora wanamfahamu vizuri, kwamba hapendi kukaa kwenye makusanyiko ya watu au kelele zinavyosogea yeye anaondoka. Anajijua ana sumu yake na ni mzuri wa kugonga, lakini anachotaka ni uhuru wake. Hana shida na mtu, uhuru. Na Mungu anajua mwanadamu anahitaji freedom, anahitaji free will, uhuru wa kufanya maamuzi. Sasa uhuru huu lazima Kristo awe ndani yake. Usipomruhusu Kristo akawa ndani yako, shetani atapenya kwenye uhuru huo na akaharibu kila kitu. Lakini uhuru ni sehemu muhimu sana. Yaani hata wakati tunajiandaa asubuhi kuja kanisani, angalia pale, kilianza furaha ya moyo kama nataka niende ibadani. Una amani ya kutosha. Hakuna anayekuzuia. Alafu una uhuru wa kuchagua uvae vazi lipi. Bwana Yesu asifiwe. Uvae rangi ipi. Una uhuru. Mungu amekupa uhuru ili uweze kufanya maisha yawe na maana. Na jambo la tatu ni furaha. Furaha. Mungu anaiachilia furaha kwenye maisha. Ili maisha yawe na maana, lazima yawe na furaha. Na Mungu anatamka. Ukisoma mahali pengine anasema, Daudi anasema niweke rahani mwako.
nipe furaha. Kila kiumbe kinahitaji furaha, awe mtoto. Tena wamama wanajua, unapomnyonyesha mtoto umekunja macho, hata kung'ata, na asipong'ata atasusa, hata hangaika. Lakini ukiwa unamnyonyesha, unatabasamu, unaonyesha furaha, na yeye anafurahi. Tena anaweza akanyonya hapo akakutizama afu akacheka, afu kajiuliza nani amemfundisha kucheka? Kanisa, Bwana asifiwe. Yesu Kristo anapokuja analeta furaha. Anatamani kila muaminie, anatamani kila atakaye muamini akutane na furaha. Mwambie jirani yako, muamini Yesu Kristo, maisha yao ina maana. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya Yesu Kristo maisha yanakosa maana, yanakuwa hayana furaha, hayana uhuru, hayana amani. Mungu anaagiza mambo haya katika Isaya 32:18. Mungu anasema hivi: na maskani ya watu wangu iwe sehemu salama, sehemu yenye amani, sehemu tulivu, tena mahali penye mvuto pa kupumzikia. Angalia Mungu anavyoangalia, anajua kwamba ili maisha yako yawe na maana, unahitaji amani, unahitaji furaha, unahitaji utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mungu anajua hilo, na ndio maana analituma neno lake liende namna hiyo. Anamtuma Yesu ili awatengenezee watu furaha, anamtuma Yesu ili awatengenezee watu uhuru, uweze kupata mahali pa kupumzika. Yaani ukiona unaishi halafu huna muda wa kupumzika, you are dying my friend. Unaisha. Hata Yesu, ukisoma Injili ya Marko sura ya 6, Biblia inasema Yesu alichukua wanafunzi wake wakajitenga, wakapumzika. Unahitaji uhuru kanisa. Bwana asifiwe. Yesu hatutaki tuwe watumwa. Mtumwa ndo hana nafasi ya kupumzika. Hata ukikuta umelala unakuamsha, amka. Unalala wapi wewe? Unalala unajua chakula kinapatikana wapi? Lakini Yesu anapotumwa, Mungu anasema kwa maana nilikupenda, ninamtuma huyu aje akutangazie uhuru, aje akupe furaha, aje akupe amani. Ndugu zangu, Zaburi ya 16 mstari wa 11, neno linasema, utaniambia njia za uzima, mbele zako kuna furaha tele, mkononi mwako kuna furaha isiyozidi. Daudi anajua furaha ipo kwa Mungu. Ndipo Mungu anaposema kila amwaminie, anyone ambaye atamwamini huyu Yesu. Halafu anasema na kumpokea, sio kumwamini tu, na kumpokea. Kumpokea maana yake ni kumkubali awe sehemu ya maisha yako. Unatembea naye, unaenda naye, unakaa naye. Ukisoma Ufunuo sura ya 3 aya ya 20, anasema ninabisha hodi mlangoni, atakayesikia sauti yangu na kufungua, mimi Yesu nitakula naye, nitakaa naye. Unajua anafanya nini anapokula na wewe? Ndio lile neno linatimia, nitabariki chakula chako na maji yako ya kunywa, nitakuondolea ugonjwa. Anasema nitakaa na wewe, nitatembea na wewe, nitakupa furaha, nitakupa amani. Huyu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mwambie jirani, umeshaandaa kumpokea Yesu. Yesu haangalii kupokelewa kwa pilau tu. Hatuandai pilau tu. Tuandae mioyo yetu, tusafishe njia, tutengeneze, tuonyeshe upendo kwa wenzetu. Mungu ameonyesha upendo wake. Kuna mahali anataka pawe na furaha, pawe na changamko la moyo. Anatamani tuonyeshe upendo kwa wengine, tulete furaha kwa wengine sisi tuliompokea Yesu, tulete amani kwa wengine sisi tuliompokea Yesu,
tunaoitwa kwa majina ya Yesu, tulete uhuru kwa wengine. Niliwaambia mahali fulani, wale watu walikuwa wamwamini Yesu, tulivyofika kama wanafunzi, tulienda kufanya uinjilisti, tukamwambia mmoja wapo, kubali Yesu na kadhalika na kadhalika. Akasema ndio. Tukamwambia basi unaonaje ukabatizwa? Akasema yaani mimi niitwe John? Akamwambia siwezi kuanywa mahindi ya watu. Umeelewa eh? Akasema niitwe John? Akamwambia hapana, yaani mimi ni kuanywa mahindi ya watu. Maana yake nini? Wanaobatizwa wanakuanywa mahindi ya watu, yaani wanaiba mahindi ya watu kwenye kile kijiji. Lakini amemkubali Yesu, yeye akakataa kubatizwa asiitwe John, kwa sababu anajua kila John ni wanaiba mahindi ya watu, hawaleti furaha. Bwana asifiwe. Lakini sisi leo tumebatizwa na Kristo, tumempokea Kristo ambaye ametuvusha katika vipindi vyote. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tangaza amani ya Kristo kwa wanaokuzunguka. Tangaza upendo wa Mungu kwa wanaokuzunguka. Tangaza uhuru wanaokuzunguka wauone uhuru wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tangaze furaha. Tangaza furaha. Ukiimba ule wimbo namba 333. Ndio wakati mwingine kuna watu wananiambia, mchungaji, mbona unapenda kuimba, unapenda kucheza? Naambia mimi siimbigi nje, naimba ndani. Napoimba ndani naelewa. Kuna maeneo najua huyu Mungu ametengeneza furaha. Kuna maeneo najua amenipa amani. Kuna maeneo najua amenipa uhuru. Kwa hiyo ninapoimba haya mambo matatu yanachemka. Kwa hiyo unakuta naweza nikaimba hata sauti ya 12, lakini mimi kwangu ni furaha. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mabeti haya, anasemaje? Ule ubeti wa pili. Ule ubeti wa pili. Hivi unapoimba uwimbo, hapa lazima yani uimbe hata kama uwezi kwa Kiswahili, unaimba kwa ile lugha yako. Ikitoka sauti ya 20 hivyo hivyo kinanda itaikijua. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka furaha ndani yako. Mungu ameweka amani ndani yako. Mungu ameweka utulivu ndani yako. Anasema, njoni kwa Yesu, fuateni, peni mioyo, itikeni, kweli ni boma likingalo, hatari zozote. Sasa hivi kama kweli huyu Yesu ni boma likingalo hatari, yaani siku ile ilirushwa jiwe kwenye kioo kikapasuka, kikapita hapa alafu tena ukawadisia watu, unajua mimi nimepita hapa kabisa hapa. Lile bomu lilipolipuka kule Gongo la Mboto, yaani limeshuka hapa, unaona hapa, yaani unasifia lakini wakati unaimba wimbo hautafakari hayo. Mwambie jirani yako, Yesu anakuja kukupa furaha yako, anakuja kukupa amani yako, anakuja kukupa uhuru wako. Wapendwa, Ayubu 12:24 inatuambia kwamba Shetani hajawahi gawa zawadi kwa mtu yeyote, wala hajawahi gawa furaha wala amani. Shetani anachogawa ni maumivu, uchungu na hasira. Shetani anachogawa ni hasara, ni vita. Ayubu anasema kazi ya Shetani huwaondolea moyo wakuu wa watu wa nchi na kuwapoteza nyikani pasipokuwa na njia. Kuna moyo, kuna njia. Shetani anapokuja anakuja kushughulikia moyo, na anaposhughulikia lengo lake ni kukupoteza usikae kwenye dira ya baraka zako. Anakuondoa kwenye mstari, anakuondoa kwenye maono. Mithali 18 anasema pasipo maono watu wataishi kiholela.
Shetani anachokuja anafanya nini? Anakuondoa kwenye maono, kwa sababu anajua ukiwa na maono utaishi katika mifumo ya ile maono na utanyooka na mambo yako yataenda kwa utaratibu, kwa maana Roho Mtakatifu ni roho wa utaratibu. Kwa hiyo atakapoachilia utaratibu utaelekea kwenye baraka. Kwa hiyo shetani anachofanya, anakuja anautibua moyo wako, manake anavuruga amani, anavuruga furaha, anavuruga uhuru wako. Mwisho wa siku popote unapopita ni njia. Kanisa, Bwana asifiwe. Anakuharibu kabisa, sababu akiutibua moyo utafutuka, utalipuka kwa hasira. Juzi nadhani wale wanaofuatilia mambo ya michezo, hasa ile michezo ya ndondi wanaita ile ya ndondi. Mtu mmoja akasema ukitaka kujua maumivu ya kupokea uwe mpiganaji. Wale kwenye ndondi yule bwana wamekuwa wanatambishiana, anaitwa sijui Taylor sijui somebody, amevunjwa taya, yani miezi 6 anatakiwa akae chini ndio aweze kufanya shughuli zote. Hasira imempanda, amefutuka, kamtukana mwenzie na nini, wamekutana sasa. Yule akasema wewe usinitukana wewe. Akamvunja taya, hawezi hata kuongea. Kwa hiyo shetani anachokuja na hakikisha kwamba anadisturb eneo ambalo hilo ndio linaleta furaha na dira ya maisha yako. Ayubu anasema huyu akija anapoteza watu, anakupeleka mahali ambako hakuna njia, jangwani. Lakini nataka nikwambie, Yesu anakuja, muandalie moyo wa furaha. Huyu anayekuja anaonyesha njia pasipo na njia. Hujanielewa? Huyu anayekuja anaonyesha njia pasipo na njia. Huyu anayekuja anaonyesha njia pasipo na njia. Huyu ni Yesu. Maandiko yanasema kwenye Isaya 43 aya 19b, anasema nitafanya njia pasipo na njia. Mungu anatoa ahadi kwamba ukimkubali Kristo ukampokea, yeye anafanya njia pasipo na njia. Zaburi ya 18:32 akasema Mungu hufanya njia iliyo kamilifu. Ukimpokea Yesu anakuonyesha njia. Yeye ni njia ya uzima. Anakuonyesha njia, atakufunulia, atakwambia, atakuelekeza, hata ruhusu upotee, hata ruhusu uibiwe, hata ruhusu unyang'anywe furaha yako. Mwambie Mungu aitunze amani yako. Mpokee huyu Yesu, kwa sababu usipompokea unaingia katika hukumu, na hukumu ambayo tutaingia ni ya kuishi pasipo amani. Usipompokea Yesu, usipomwamini Yesu, utaingia kwenye hukumu, na hukumu hiyo ni kuishi pasipo amani, ni kuishi chini ya dhambi, ni kuishi pasipo upendo. Lakini Yesu anakuja, na sisi tunaompokea, tunaoandaa mioyo yetu na maisha yetu, tuonyeshe upendo wetu, tuonyeshe upendo wetu. Hata Jumapili kanisa tunadhamiria kuonyesha upendo wetu kwa wale wenzetu ambao hawajaweza kufika kanisani kwa kipindi kirefu cha maisha yao, kwa sababu ya kuugua, kwa sababu ya udhaifu wa miili, kwa sababu ya umri. Na sisi tunaonyesha upendo tarehe 23. Sasa na wewe una nafasi ya kumtangaza Kristo kwenye maisha yao, watambue kwamba yuko Mwokozi anayekuja, wamuone Yesu, wapate amani, wapate furaha, waone uhuru wao wa kuitwa wa Kristo. Waombe Mungu. Inawezekana wakati mwingine unafanya shughuli zako, biashara, lakini hauna uhuru. Hauna uhuru. Na pengine umetimiza madai yote ya kisheria na madai yote ya kijamii, lakini bado uhuru unakosa. Usije ukazani ni jambo la kawaida. Ayubu anasema shetani anakuja, lakini Mungu anatuambia yuko Yesu aliye mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Yuko Yesu aliye mkombozi.
tukimwamini huyu, tukitembea naye, tukaruhusu akatushika mkono, hakuna ambacho kitapungua. Tukaruhusu akatuongoza, hakuna ambacho tutaishiwa, kwa maana yeye ndiye mpaji wa vyote. Tukiwa wahitaji anatupatia, tukiwa tunahitaji furaha anatupa. Ndugu zangu, haya mambo matatu Yesu yeye ndiye anayetupa. Mwanadamu hawezi kukupa. Hata mwanadamu akikutengenezea furaha ni ya muda tu, akikutengenezea amani ni ya muda, iko siku atakugeuka. Hata haijalishi. Jana nimeona kitu kigumu sana, ni cha wazi, sababu hata nilichokiona ninamfahamu, lakini nimeumia, na wengine wamenitumia ujumbe, nimeumia sana. Na yule ndugu nimesoma naye, yaani imeniumiza. Nilimkuta mwanae wawili hawana mwelekeo, hawana furaha, lakini yeye eti amefunga ndoa huko Jamaica, amefunga ndoa halafu ameiposti huku, watoto wako ni omba. Nimeumia sana. Nimesoma naye, wenzangu wananiambia, mchungaji tunafanya, nikamwambia sasa, kwanza amebadilisha mpaka na jina. Mwanadamu, hata mzazi anaweza asikupe furaha, anaweza asikupe amani, anaweza asikupe uhuru wako, ila Mungu pekee, Yesu pekee atosha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pekee ndio anatosha. Mwanadamu anakugeuka, hata mnyama anakugeuka. Watu wanasema mbwa sio mnafiki, mbwa ana upendo wa kweli lakini hata yeye kichaa kikimuingia na kuchenjia. Haijalishi unamlisha kila siku. Ndugu yangu, tumng'ang'anie huyo Yesu. Mwambie jirani yako, ng'ang'anie Yesu. Yeye ndo mwenye furaha ya kweli, yeye ndo mwenye amani ya kweli, yeye ndo mwenye uhuru wa kweli. Anasema atatuonyesha njia. Manake njia anayotuonyesha ni ile ambayo tutapita pasipo mashaka, pasipo hofu, bali na ujasiri mkuu. Mwimbaji mmoja akasema, sitakwenda peke yangu. Akaamua kung'ang'ania. Akamwambia Yesu, siendi peke yangu, siendi. Natamani na wewe fika mahali umwambie Mungu, siendi peke yangu, lazima niende na wewe kwenye mashaka, kwenye kila kitu, nitembee na wewe. Mwambie Mungu, unapovuka mwaka atembee na wewe. Usije ukamwacha tarehe 25. Tutembee sote mpaka tuingie mwaka mwingine. Na kwa nguvu zangu usimame tuombe. Ila la kufanya peke yangu siku zote iwe karibu na wewe.
na sadaka yako ya shukrani ya wiki. Tunaenda kumwomba Mungu kwa ajenda kubwa kabisa ya Mungu afanye njia ya furaha, afanye njia ya amani, njia ya uhuru katika maisha yako. Tunapoomba tukiwa na sadaka zetu, sio kwamba tunamlipa Mungu, na hiyo futa kabisa. Ni kwamba Mungu alionyesha upendo wake kwa kumtoa Yesu Kristo kama sadaka ya ukombozi wetu. Na sisi tunapotoa sadaka pamoja na maombi, ni wazi kwamba sadaka zetu zimetokana na afya na nguvu, akili, furaha, amani na uhuru ambao Mungu ametupa. Kwa hiyo tunapoitoa ni shukrani iliyobeba mahitaji ya maisha yetu, iliyobeba kazi zetu, afya zetu, amani yetu. Kwa hiyo tunapomwomba Mungu, mwambie Mungu, ninakushukuru, lakini nina ajenda zangu. Inawezekana kuna majira ambayo amani yako ilivurugwa ama inavurugwa na adui. Furaha yako adui anataka kuitia ukakasi. Uhuru wako shetani anataka kuingilia. Inawezekana ni kwenye biashara zako, inawezekana katika huduma yako, inawezekana katika imani, katika masomo yako, katika familia, ndoa yako, watoto wako, ndugu zako. Mwambie Mungu, leo umesema tutengeneze mioyo yetu. Tunapotengeneza, furaha itengenezwe. Tunapotengeneza, amani itengenezwe. Tunapotengeneza, uhuru utengenezwe. Umwambie Mungu, nisiwe peke yangu katika mashaka, niwe na wewe. Mwambie Mungu, nisiwe peke yangu kwenye uchungu, niwe na wewe. Kwa maana Yesu akiwepo analeta amani. Na kwa nguvu zangu sitakwenda, sina la kufanya peke yangu. Mashakani niwe na wewe Yesu. Mashakani niwe karibia itapata Yesu. Kukaribia nitapata, furahani. Hebu mwambie Yesu, ukisikia kuomba ndani yako, endelea kuomba, endelea kusema na Bwana Yesu.
tunakutukuza kwa ufalme wako. Wewe ni Mungu usiyetamani kuona watu wako wakiwa na huzuni. Ni Mungu usiyetamani kuona watu wako wakiwa hawana furaha. Ni Mungu usiyetamani kuona watu wako hawana amani. Kwa maana furaha, amani ni nguzo za maisha yenye maana. Uhuru ni nguzo ya maisha yenye maana. Baba, tunakusihi katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba Mungu, katika mioyo ya watoto wako, wanaomba mbele zako Jehova, wanasema juu ya maisha yao. Kila mmoja anajua safari yake. Mwingine amani yake imeibiwa, haoni furaha ya maisha. Mwingine furaha yake imeibiwa, haoni maana ya maisha. Mwingine uhuru wake umenyang'anywa, haoni furaha ya maisha. Hakuna anachokifanya, kila akitaka kugusa hili na lile, uhuru wake unaondolewa, furaha yake inaondolewa. Baba, katika jina la Yesu, mtoto wako amechoka kulia, amechoka kuwa na maumivu, amechoka kukwama. Haijalishi ni ugonjwa ndio umeingilia kati, umechukua furaha yake. Inawezekana ni ugonjwa umechukua amani yake. Inawezekana ni ndugu zake wamechukua ile furaha aliyokuwa nayo, amani na uhuru aliyokuwa nao. Baba, katika jina la Yesu, ukafanyike baraka ndani yake, ukafanyike furaha ndani ya mtoto wako. Fanyika furaha ndani ya mama yule, fanyika furaha ndani ya baba yule, fanyika amani kwenye ofisi yake, fanyika amani kwenye biashara zake, fanyika amani kwenye utumishi wake, fanyika furaha, fanyika baraka. Umpe uhuru wake, Bwana, akasimame katika Kristo. Kristo ukamwangazie nuru, angaza ndani ya maisha yake, angaza ndani yake, Bwana. Dhambi iweze kukimbia, dhambi ikimbie na itoke, imwachie, Bwana, na Yesu ingie ndani yetu, ukatufanye tuwe watoto wako, ili Mungu tuone wokovu wako. Hatutamani kuingia katika ile hukumu uliyoitaja, tunatamani tuingie katika wokovu ulioutamka, na ndiyo tamanio letu, ndiyo tamanio la mtoto wako. Angalia katikati yao, inawezekana yuko ambaye Bwana amani yake imetoweka, ukafanyike muujiza ndani yake. Rejesha amani yake, rejesha furaha yake, rejesha uhuru wake. Alikuwa kila akikaa mahali hana uhuru wa kufurahi, umpe uhuru wake, Bwana, katika jina la Yesu. Nami nakutangazia neno la kinabii kwa Bwana, inasema nitakuonyesha njia pasipo na njia. Una wakati ulipita jangwani, ukaona hili ni jangwa, ukiangalia huku na kule huoni msaada, wala hakuna sauti inayokutia moyo, wala hakuna anayekuamsha, wala hakuna anayekusaidia. Yuko Yesu anayesaidia, yuko Yesu anayekuonyesha njia, yuko Yesu asiyekuacha ukawa mawindo ya yule mtesi. Yuko Yesu ambaye ni mchungaji mwema, anakuweka katika malisho. Katika jina la Yesu, wiki inayoanza Mungu akakuweke katika malisho. Wiki inayoanza akawe mchungaji wako, akutunze, alinde mguu wako, usiwe mawindo ya yule mwovu, wala usiwe mawindo ya yule ibilisi. Mungu anasema nguvu zake zitakutunza na kukulinda katika jina la Yesu. Baba, tunainua mikono yetu, tunasema asante kwa wiki iliyoisha. Asante, Bwana, wewe umekuwa ni ngao, umekuwa ni mwamba kwenye maisha yetu. Tunatazamia katika wiki tunaiendea, hatua zako ni hatua zetu, hatua zako ni hatua zetu. Baba, upokee watoto wako, wapokee kila mmoja, Mfalme. Upokee shukurani ya moyo wake, Bwana. Upokee shukurani yake ya wiki, Mfalme wa amani. Anaiweka wiki yake, Bwana, katika kiti chako cha enzi.
malaika wako anaposhuka kuachilia majibu kama alivyoshuka kwa Danieli, akashuke na kwa watoto wako vivyo hivyo. Aachilie majibu ya wakati, majibu ya majira, majibu ya ukombozi. Mungu, kawaokoe watoto wako waliofungwa na kila aina ya kifungo, ukawafungulie wakaione njia iliyo sahihi, wakaione njia ya kuiendea katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakutukuza. Ufalme wako ni ufalme wenye nguvu. Ninakuomba Mungu, uachilie ufalme wako ukakae katika maisha yangu, utembee nami katika wiki inayofuata, nivuke na kuingia mwaka mwingine kwa kishindo katika Kristo, katika jina la Yesu. Uniokoe Bwana, nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiye uliye sifa zangu. Wewe Bwana, nimekupokea, ninakuamini katika jina la Yesu. Palipo na giza, uniwashie taa yako. Pasipo na njia, unionyeshe njia, tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amen. Naomba uketi, nikaribishe waimbaji tunapotoa shukrani ya wiki, na endelea kumwambia Mungu, na karibu kwa sadaka hiyo ya shukrani ya wiki.